من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة وعلى آله وأصحابه من تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في أحكام كتاب الله: هو خير الخدي خدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Insha Allah, kwa kuendelea na darasa yetu ndani ya kitabu tukufu cha Qur'an kwa kiwango ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichotuwafikisha nacho. Katika darasa zilizopita nyuma tulisimama katika aya nambari 16. Insha Allah leo tutaendelea ndani ya nambari 17 mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapotufikisha nao. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, inna yawmal fasli kana, hakika ya wacha Mungu, miqata, imewekwa kwa wakati maalum. Hakika siku ya kibaguo imewekwa wakati maalum. Kwa nini tukasema kwamba ni siku ya kibaguo? Ni siku ambayo mwanadamu atalipwa kwa kile ambacho alifanya yeye katika nafsi yake ndani ya mgongo wa ardhi. Ulipotenda mema, basi Allah atakulipa kutokana na mema yako uliyotenda. Umefanya maovu, Allah atakulipa kutokana na maovu yako uliyoyafanya. Lakini Allah anakuambia, inna yawmal fasli kana, hakika siku ya kibaguo, miqata, imewekwa kwa wakati maalum. Sawa? Lil'idhrabi wal'intiqad, watalipwa mema kutokana na wale waliotenda mema yao, na watalipwa maovu kutokana na wale ambao maovu yao walioyafanya ndani ya mgongo wa ardhi huu. Hapana isipokuwa ni siku nzima ya Kiyama, wakati mwanadamu atakapoambiwa, ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, soma kitabu chako leo, matendo yako uliyoyafanya yote ni haya hapa. Kama tunavyochukua peni tukenda skuli, mwalimu akatuandikia kwa chaki, baadaye na sisi tukaandika, basi uhakikishe na wewe kuna malaika anaitwa atibu na ratibu. Kazi yao hao ni kuandika kutokana na mwanadamu kila alilofanya ndani ya mgongo wa ardhi. Na inapofika siku ya mtihani, kila mmoja litachukuliwa daftari lake, ataangaliwa, je, kapata maksi ambazo kwamba zilizohitajika, au la kapata maksi ambazo kwamba hakuweza kujifanya jitihada yake akaweza kupasi. Basi ni vile vile duniani tumeletwa kufanywa mtihani. Kama tunapofanya mtihani wa kilimwengu,
Basi Allah katuleta duniani kwamba tufanye mtihani huu na tuweze kupasi ndani ya mtihani huu au tufeli ndani ya mtihani huu. Tumefahamika eh? Ndipo Allah alikwambia inna yawmal fasli kana, hakika ya siku ya kibaguo, hakika ya siku ya malipo mikata, imewekwa kwa wakati maalum. Umetenda mema utalipwa kutokana na mema yako, umetenda maovu utalipwa kutokana na maovu yako uliyoyatenda ndani ya mbingu ardhi. Sasa siku hiyo mwanadamu atamwambia Mola wake wapa fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ewe Mola wangu nicheleweshe, nipe muda mfupi tiende katika mgongo wa ardhi huu. Nende nikafanye mema. Fala sadaka wala swala, nikatoe sadaka na nifanye ibada ya swala. Alam nakum minas salihina, ili na mimi niyo miongoni mwa wacha Mungu. Allah atakujibu atakwambia la yuakhiru Allahu nafsa idha jaa ajaluha. Tumefahamika eh? Allah hatachelewesha nafsi ya mtu. Wewe kifika muda shekhe, kama mwenyewe ulijiandikia naondoke siku ya Jumamosi mwaka fulani mwezi fulani tarehe fulani muda fulani, basi hata sekunde haifiki utaondoka ndani ya mgongo wa ardhi, utaelekea ndani ya tumbo la ardhi. Waislamu, laiti tungelikwenda yaona kwamba yanofanyika jana kwerekwe tulipokwenda zika, basi mwanadamu si wa kuringa ndani ya mgongo wa ardhi. Ndugu zetu walikwenda mchimbia kaburi Muislamu mwenzetu alikufa juzi kwa mkia jana kwenda kumzika ile sehemu aliochimba kaburi, wakakuta vibenza kwamba palikuwa na kaburi la mtoto mdogo tu. Hakukuta kipupuro la kichwa wala hakukuta kigungu cha kiuno, alikuta mifupa. Ndio tukaambiwa kama tumekuja kwa udongo na tutarudi ndani ya udongo. Sawa eh? Yauma, siku ambayo yunfahu fi suri, litakapopulizwa parapanda, fataatuna, watatoka afwaja, wafu. Tukisema neno wafu ni watu ambao kwamba tulishakufa miaka mingi. Ai wanafihu Israfila min kuburihi ila al-mawqif, atambua Israfil kuwa lipulize parapanda hilo ndani ya makaburi. Wakati huo napulizwa parapanda hilo, ndo tunarudishiwa roho zetu, tutaondoka pale, tutakwenda mpaka katika kiwanja cha hesabu. Sawa? Kwa maana hiyo, tutakapopulizwa maparapanda lile, tutatoka ndani ya makaburi yetu, kila mmoja kila mmoja hatomjua mwenziwe. Hapo tutatoka makundi kwa makundi, kila mmoja hana habari. Mtoto hamjui baba yake, baba hamjui mama, mama hamjui kaka hamjui ndugu. Hapo kila mmoja atatoka, atakwenda katika kiwanja cha hesabu kwenda kuangalia kutokana na matendo yake aliyofanya duniani. Kama tunavyotoka hapa wakati wa uchaguzi, tukenda tukaangalia katika viambaza mule jina langu limu au halimu.
Kwa maana siku na tutatoka ndani ya makaburi yetu twende katika kiwanja cha hesabu, kila mmoja atajua matendo yake aliyofanya hapa katika mgongo wa ardhi. Kuna watu ambao kwamba siku hiyo jua litateremshwa mpaka ziraa moja. Likishashushwa jua katika ziraa moja hile, kila mmoja atatoka jasho. Na lile jasho linalokutoka ni kuyale ni matendo yako ambayo uliyafanya ndani ya mgongo wa ardhi. Lile jasho linalokutoka, usifikirie kwamba jasho ni yale madhambi yako uliyofanya. Wengine yatafika kwenye kifua, wengine yatakuja mpaka kwenye roho, wengine atafunika kabisa. Sasa hapo kila mmoja atataka ahesabiwe, aondoke hapo katika kiwanja cha mahshara, kiwanja ambacho hapatokuwa na kivuli isipokuwa ni kivuli cha Allah peke yake, ndio kitakacho kuwepo siku hiyo hapo ndani ya arishi hii tuliowekewa kwenda kuhesabiwa. Itafika muda tutatoka, kila tutakwenda kufuata masahaba wale, kila mmoja akatuombee tukishatobea kwa Mola wetu, ili tuje pale tulipwe tu, kila mmoja ni kutokana na hesabu zake au matendo yake aliyofanya hapa duniani. Hapo ndipo pa kuangalia nilikuwa wapi, nimetoka wapi, na naelekea wapi, na huko nakoelekea natakiwa nifanye nini. Kama unapojiwekea dhamira kwamba sasa alhamdulillah usiku nipo, lakini ikadhamira kesho asubuhi mimi nenda zangu kazini pahali fulani, basi unatakiwa na wewe dhamira kwamba mimi ilikuwa sijui kama nitakuwa binadamu, lakini Allah kaniumba ndani ya tumbo la mama mpaka nimekuja duniani, mama kanilea mpaka nimekuja duniani, mpaka ninarudi katika tumbo la ardhi. Sawa? Hiyo ndivyo inavyokuwa mwanadamu. Mwanadamu asiringe ndani ya mgongo wa ardhi huu. Hapa tunapita tu, na hapa tukipita tunahitajika huko tukamlipa Allah akatulipe malipo mema. Lakini kama hatukuyatenda sisi wenyewe, huko hatuna malipo mema tutakayolipwa. Na Allah akatahadharisha kabisa, akasema kullu nafsi dhalikatul maut, kwamba kila nafsi itaonja mauti. Na maneno hayo aliambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kullu nafsi dhalikatul maut, hata Muhammad kutondoka. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofariki kuondoka ndani ya mgongo wa ardhi ule kuelekea kwa Allah, kutokana na machungu aliyopata ndani ya sakaratul maut, basi akasema ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi umma wangu, ya Rabbi umma wangu, kutokana na matendo aliyoyafanya, kutokana na mtihani wa roho alikuwa akitoka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipata machungu mazito, kaifa mimi na wewe? Kwa maana tujue kwamba hapa tunaondoka. Tumefahamika hilo tulifahamu. Ish ma shi'ita innaka mayitu, ishi utakavyoishi wewe utakumaiti tu. Wa ahabibi ma shi'ita, mpenda utakayempenda, fa innaka, hakika ya mpenzi wako, tufariku, utabagukana naye, utakufa wewe au atakufa yeye. Wa a'malu ma shi'ita, fanya amali unayotaka, fa innaka, hakika ya amali hiyo, mujizibihi, utalipwa. Maneno hayo aliambiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo Bwana Mtume kashakufa, maneno haya yanatukamata sisi ummati Muhammad.
Leo nasikia mtu Allah akasema ukae tuzaane mpaka Bwana Mtume kajisi siku ya Kiyama. Lakini sivyo alivyokusudia. Allah alikusudia kwamba tuzaane, lakini kizazi kiwe cha kheri, kisiwe kizazi cha shari. Tuzaane mpaka, lakini kizazi hichi kikamati kalimati ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hakuna jingine. Bwana Mtume atakwenda kujisifu pale kwamba umma wake umefanya vyema. Umefahamika? Naam. Haya. Wafutihati samaa, na zitafunguliwa mbingu, fakanat abwaba, milango yake. Sawa? Siku hiyo ya Kiyama. Wafutihati samaa, na zitafunguliwa mbingu, fakanat abwaba, milango yake. Ay wanafihu israfila min quburihi ila al-mawqif. Linuzuli malaika, na watateremka malaika dhati katika sehemu ambayo abwaba, yenye milango. Sawa? Kwa maana tujue kwa mbinguni kuna nini? Milango ambayo watateremka malaika. Wakati huo sisi tushafika katika kiwanja cha hesabu kile, malaika nao vile vile watashuka, watakuja pale katika kiwanja cha hesabu na watapanga safu. Wao wenyewe wana makosa yao na sisi tuna makosa yetu. Tumefahamika? Tuseme kwamba malaika hawana makosa shaka. Allah atawasamehe malaika kutokana na makosa yao ni tofauti na makosa yetu mimi na wewe. Kwa sababu mmoja, kuna hadithi moja nilisoma ndani ya msikiti katika darasa zilizopita nyuma. Siku hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatihani masahaba wake. Alapa mtihani mdogo tu, akaambia kullu ummati la yadkhulul janna, kwamba umma wangu wote utaingia peponi. Masahaba sasa kapigwa na hofu kila mmoja. Hata kama ukiambiwa utasema na mimi mlaki, hebu subiri kwanza. Sasa masahaba baada ya kupigwa na hofu ile, wakaifunga safari wakenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaambia kila ya Rasulullah, ni kama nani ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Akaambia wa matuani dakhala aljanna, yule atakayenitii mimi ataingia pepo. Wa masaani faqad aba, atakeni asimimi ataingia moto. Ni kwamba ukimtii mtume basi kushamtii nani? Allah. Kwa sababu Bwana Mtume yeye hafanyi kitu bila amri kutoka kwa Allah, na Allah vile vile atamtuma mwalimu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril. Atamtuma na atamwambia kamwambia Muhammad kadha. Sawa? Akaambia wa mataani, yule atakayenitii mimi dakhala aljanna, huyo ataingia peponi. Wa masaani, yule atakayeniasi mimi basi faqad aba, huyo ataingia motoni. Ni kwamba ukimtii mtume ushamtii Allah, na kama umemtii Allah basi huna sababu ya kwamba Allah sikuingize peponi. Sawa? Kwa maana hiyo Sheikh ndivyo anaotuambia linuzulil malaika, na watateremka malaika dhati katika sehemu ambayo abwaba, ina milango. Lasi mwenye milango ndio watakaotoka malaika. Tusifikiri kwamba mbingu haina milango. Mbingu ina milango, lakini milango hiyo special imewekewa kwa malaika siku ambayo tutakapo kufuliwa, tushafika katika kiwanja cha hesabu sote. Sasa na watafunguliwa waje katika kiwanja hiki. Ndipo Allah alipotuambia wabashiri alladhina amanu wa
wa amilu salihati. Wape bishara njema Muhammad wale ambao wenye kufanya amali njema au matendo mema. Wabashiril ladhina amanu wa amilu salihati. Wape bishara njema Muhammad wale wenye kuamini na kufanya matendo mema. Wafutihati samau, na itafunguliwa mbingu, fakanat abwaba, milango yake. Kwa maana itafunguliwa milango hiyo, watateremka malaika, watakuja ndani ya kiwanja cha hesabu. Wasuyirati jibali, na yatakuwa majabali, fakanat saraba, kama namna ya pamba. Sawa? Siku ya majabali yote yatavutwa. Siku ya majabali yote yatakatwa. Kwa maana hiyo yatakapokatwa yale majabali, yakavunjwa yale majabali, kwa maana siku hiyo kwamba dunia yote imefanya nini? Imekwisha. Wafutihati samau, ndio na zitafunguliwa mbingu, fakanat abwaba, milango yake. Wasuyirati jibali, na yatakuwa majabali, fakanat saraba, kama namna ya pamba, yatavurugika, yatakatika, kama namna ya pamba unapolichawanya likuta linatoka yale majuzi yanatembea na ruka. Vile majabali nayo yatapasukilia mbali, yatatoka mavumbi. Siku ya kiyama mashaikh hiyo kwa maana tujue kwamba hii dunia tuliyo nayo, tukishaondoka sote ndani ya mgongo wa ardhi huu, tuhakikishe kwamba hii dunia patakuwa hapana lolote zaidi ya maji. Kwani zamani Allah alipotaka kuiumba ardhi, sikulikuwa hali kwa kawaida tu, lakini mwenyewe alipoiumba hii ardhi Allah subhanahu wa ta'ala, na akaiwekea vizingiti, basi akaumba ardhi, akaumba na mbingu, halafu akayaumba akaumba miti, akaumba majini, akaumba wanadamu. Ndio ukakuta leo tunakwenda kwa kujidai, kila mmoja kwa anavuta pumzi, na kila mmoja jiona ndio yeye tu. Siku hiyo shekhe, ni siku ya mtihani. Ni siku ambayo tunahitajika Waislamu tukae tujipinde. Shakwambia inna jahannam, hakika hii jahannam, kanat mirsada. Sawa? Jahannam siku hiyo itakokwa. Yani kama wewe uko washa moto hapa, halafu kake nyumba ya pili, utaona ishara ya kama joto hivi linakuja. Ni kwamba siku ya jahannam itakapokokwa, wewe uko Pemba, imekokwa huko mmoja, basi habari uko Pemba unaipata. Sawa? Wasuyirati jibali, na yatakuwa majabali, fakanat saraba, kama namna ya pamba. Yatapasuka majabali hayo. Yakishapasuka majabali hayo yote yatapukutika, yatakuwa mavumbi. Kama tunapoliona vumbi, wakati unapokuja ule upepo, tukaona vumbi linakuja, tukaliona vumbi linakuja kwenye macho, likakuumiza kabisa macho mpaka yanapoteza nuru, basi siku hiyo
yatapasuliwa majabali haya kama namna ya kwamba katika yataburuka. Inna jahannama kanat mirsada, hakika ya Jahannam ni moto ulio mkali. Sawa, ni moto ambao ni mkali. Mfano mmoja tu, umeweka kuni, umewasha moto. Katika kuwasha kwako moto, sasa ukaja ukakosa pale padogo, hata ile nini lisikufike, ile chicha moto ile lisikufike, lakini ukaja kubatika lile jivu la moto, ukaja ukakosa, ukaligusa hivi, unakuta ile mkono wako ni. Sasa leo jatoenda na moto wa Jahannam na mbaya. Umejiandaa vipi? Na siku hiyo Waislamu, mwanadamu akishatiwa ndani ya moto huo, itakuwa unababuka ndani ya mwili wake wote, babuka mwili wake. Utatamani upate maji ya kunywa, lakini unakuja kupewa usaha wa mbwa, ambao kwamba usaha huo unanuka. Utasema naona njaa, mimi nataka kula. Utakuwa mimba unaitwa mislini, ambao mimba huo ukiutafuna haufiki popote, ushakuchoma ndo hapo hauendi popote. Kumeza meta unataka haendi, na unataka utoe, shafika katikati ya roho, huna vya kutoa. Kwa maana hicho ndio chakula ambacho ulijiandalia wewe ndani ya mgongo wa ardhi. Ndipo Allah aliposema katika surati Al-Qiyama, la uqsimu biyawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawama, kwamba Allah anaapa na siku ya Kiyama. Hata kuangalia kwamba hichi kiumbe nimekiumba mimi, kwamba kionee huruma, au kiumbe nimekiumba mimi nikionee haya. Allah hana hivyo. Tumefahamika eh? Allah hana hivyo kabisa. Uelewe, ujue kwamba unaondoka hapa unaelekea kwa Allah, unajua kitu gani ambacho kwamba mimi natakiwa Mola wangu nimwandalie ili nikienda huko na miongoni mwa radhiyatan marudhiya. Haitopatikana radhiyatan marudhiya ikiwa wewe mwenyewe hujakuwa tayari kumridhia Allah. Na utakaposema maneno ya Allah, kuna pahali yatachukiza. Utakamatwa wewe, utakilibiwa, utapigwa, watu watakutishia kutaka kukuua, kwa sababu umetaja swala ambalo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala inamridhia, lakini sisi viumbe hatuliridhi, hatukurizika nalo. Leo tunaona hivi, wanazuoni wako wapi? Maulama wako wapi? Leo wewe kama mie pangupaka kutia nchuzo kutelezi njokose sehemu uangalie, unakuja kutama kushachezea pingwa, unachukuliwa na pelekwa kituo cha polisi, unaenda kutua ndani eti sababu umekuja kutaja maneno ya Allah, kuna watu hayakuaridhia. Huko inotendeka ni haki, hakuna batili. Batili yako utaitengeneza hapa, huko kilachobakia ni kwenda kutoa ndani ya moto wa Jahannam. Inna batila kana zahuka. Tunataka tujitengeneze. Tutajitengeneza vipi? Litakalo kukuta lolote, sema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Basi wewe kabiliana na Allah.
Ukishakamiliana na Allah yeye ndiye anajua vipi kiumbe changu hichi kinapigana na mimi, ili kwa ajili ya kusimamisha, kuwaongoza Waislamu wenzake. Lakini kuna Waislamu hawapendi kuongozwa, wanachukia je uongozi wangu. Sasa kesho ndio kushambiwa kule kwamba ikra kitabaka kafa bi nafsika. Wewe unaiba, unazini, unanyang'anya, unahada watu, unaona kwamba umepata unapomhada mtu, lakini kumbe vile wama yakhda'una illa anfusahum, isipokuwa umehada nafsi yako. Wama yashuruna, lakini hujui utamhada mwenzako vipi. Utamwambia mimi nataka kitu fulani, lakini nahitaji kitu fulani, nikipata katekeleza ni swala langu, baadaye mimi nitakupa. Lakini nafika ule muda ile kitu ni kwamba ushamhada. Kama makafiri alipokuwa katika aya tulisoma hapo, wakasema yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Utasema kama mhada wala nafsi yako. Ndio kwamba nafsi, kuna nafsi lawama, kuna nafsi mutmainna. Kuna nafsi ambayo imejikubalisha na maneno ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini kuna nafsi inaitwa lawama, ambayo hiyo itakwenda kujilamu kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa hii lawama ndo nyingi, na usakushaje kama hili tendo nalolifanya haliridhii kwa Mola wangu. Tunadanganyana mengi, tunakilibiana kwa mingi, tunafanya mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kakataza. Lakini Allah akamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie waja wangu wanaonikubali, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ewe nafsi uliyetulia ukasimama na msimamo mmoja tu, basi irji'i, rejea ila rabbiki, kwa Mola wako, radiyatan mardiyatan, hali yako mniridhia. Pigwa magongo, pigwa magumi, pigwa mateke, fanya hili, lakini ukasimama na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tumangalieni mama yake Bilal bin Rabah alifanya nini na makafiri, aliyekiwa jiwe la kifua, lakini akasimama na nguzo ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bilal alifanya nini na yeye aliyekiwa jiwe la kifua? Jambo la kwamba tukegomi na wewe hata robo saa haifiki, dunia kushaiaga, lakini kila akiambiwa anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hawa wamesimama na msimamo huu. Je, mimi na wewe tumesimama na msimamo gani? Hapa ndio pa kuangalia, mimi na wewe tumesimama ndani ya msimamo gani? Mimi na wewe tumejitayarisha nini mbele ya Allah? Wallahi Sheikh asema ad-dunya mata'un qalil, hii dunia ni starehe ya muda mdogo. Ad-dunya ridhaka, dunia ni jela. Sasa ikiwa unajidanganya kwa vile unanya mgongo wa ardhi, unavuta pumzi, mdomo unafumbuka, unasema, nguvu unazo, macho unayo, lakini muda mfupi Sheikh unakuja unabiruliwa. Jamani, huyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakuna tena. Sasa kilichobakia ni kipi? Kumuosha tena hapo ulikuwa nzima, hata kugusa ilikuwa Sheikh hutaki. Ile katika kuoshwa kwako, ile kugusa ilikuwa hutaki, lakini Sheikh wakati roho haipo shapelekwa huko,
unabaki jamani, mbiru wenu kwa mgongo huu mwosheni, haya mtieni maji. Mbiru wenu huku mwosheni, mtieni maji, haya mtawazisheni. Watu wanakuchezea kila sehemu, wakati ulipokuwa mzima ulikuwa hukubali kufanyiwa hivyo. Sasa kushatoka hapo, haya kushachukuliwa, kushatoa ndani ya sana, kushatoa ndani ya tumbo la ardhi ile hapo. Watu wanakuja hata ni udongo, wanaondoka na kuja zao, wanakuacha peke yako pale. Sasa hao wenyeji watakokuja, sijui umejiandaa na vipi. Utaulizwa ma ismuka wa ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ikhwanuka. Fayaqulu Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal Qur'an imam wal Kaaba kiblati wal Islamu dina wal mu'minina wal mu'minati kulluhum ikhwani. Ukawa jibu huyo basi wajaa min al-fadina. Watu wanaposema, baadhi watu wanasema vipi? Irji'i ila rabbiki radiyatan maridhiya, kwamba rejea hali kama unataka kuridhia, umerejea unakuta gani? Lakini Waislamu tujue kwamba hapa tunapita, tunaelekea huku. Nitakuja kunikumbuka japo mwaka mmoja wakati namesha kwa dongo la madamu siku tena, japo siku moja mtakuja nikumbuka. Kuna mtu alituambia hivi wakati msiku kabisa. Lakini tukikaa Waislamu turudini kwa Allah, atujalie Allah tukiondokana duniani tuipate kalimati shahadu an la ilaha illa Allah wa shahadu anna Muhammadan rasulullah. Hilo ndio kubwa, kwa sababu shekhe wangu shahada hipati kirahisi. Ni lazima ujipinde kweli kweli, ukubaliane na yote, lakini usikubali dini ya Allah kuzalimishwa. Inshallah leo tufikie hapa, kwa vile na muda sala tayari ushafika. Tutakuja kuendelea katika kufuata inshallah. Shamba kule siku moja na darasa moja nitajua, kwa vile kumbali sana na mie. Tutakuja kuongeza siku moja hapa, tutakuja kusoma kitabu cha Mukhtarul Hadith inshallah, Mwenyezi Mungu atakapotufikisha. Tumefahamika mashaka, lakini wasia wangu mkubwa, Waislamu tusomeni hizi kundusi zetu. Haya macho tunoringia sio yetu, mdomo tunazungumza si wetu. Muda mfupi utabanwa, utafungwa, utaondoka ndani ya mgongo wako, utakwenda kujibu huko sasa. Na sasa vijana, wazee wangu, tuangalieni watoto wetu hawa. Kuna mtihani ambao kwamba unakuwa unafanyika, unakuta vijana wamekaa na jezi barabarani, wao wanaomba pesa kwa ajili ya kwenda kutizama mambo ya mpira. Shekhe, mtoto wako kama hakuna chuni kusoma, utakwenda jibu mbele ya Mungu, kwa sababu si pahali ambapo kwamba Allah akatuleta duniani kutufanyia ibada yake, lakini tusifanye mambo ambayo kwamba hayastahili, yako kinyume na maneno ya Mwenyezi Mungu. Leo utakuta watoto wingi bwana, tuna mechi leo. Alafu siku moja kuna mtu mmoja sema, mshawana wale wanadai pesa za mechi, wale hawana mechi, wakifika huko inagawana, alafu agombana kukanana. Kwa maana hiyo tunajitumia dhambi juu ya dhambi. Tujitahidi ni watoto wetu wasome, si wafanye mambo sio watoto wako, bali sisi wenyewe ambao tumewazaa. Tujitahidi kwa hili, na inshallah Mwenyezi Mungu atatuongoza. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
طيبة ولنجزين